Natumai tumekuwa na wiki njema. Amen. Amen. Thank God. So, napenda tu kuuliza sasa ni wangapi wanaweza kumbuka tuliongea nini siku ya Jumapili? Kwa sababu pia ni muhimu. So, ni wangapi wanakumbuka what we shared on Sunday? Tulihubiri kuhusu mambo tuliongea kuhusu mambo ya poverty. Unaweza kumbuka ya kwanza ama kitu kama hiyo? Foundation poverty. Hiyo foundation poverty, asante. Association. Ndio chukua ile iko pale ya green, baba tumie yangu yenye iko pale. Laxity, asante. Foolish. Asante. So ni vizuri kuwa angalia tu, si ndio tu, hata mimi ndio nijue kama tunasaidiana, si ndio? I think it is important. Because Yesu alisema ya kwamba neno ambalo nimewafundisha nimewafanya kuwa wasafi. So it is the word of God that is going to cleanse us and to purify us. Amen. Fungue Biblia zetu kwa kitabu cha Wafilipi, Philippians 2 from verse 5 to 7. Philippians chapter 2, 5 to 7. Tafika hapo. Wafilipi 5. So tumesema Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Wafilipi 2 kuanzia 5 hadi 7. Nitasoma kwa Kizungu. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bond servant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Amen. So asante mgeni wetu kwa kututembelea. Wakati mwingine umekaribisha. So we also thank God for delivering our brother. We are grateful to God. We are grateful to God. So asubuhi ya leo tutaongea tu mambo 7 kati ya yale ambayo Yesu alifanya. 7 things that Jesus did. Mambo 7 ambayo Yesu alifanya. Na mahali tumesoma Biblia inasema ya kwamba mawazo haya yawe ndani yetu, mawazo ambaye pia alikuwa ndani ya Kristo Yesu. Ingawa alikuwa katika umbo la Mungu, hakujitoshanisha na Mungu na akajifanya kama mtu asiyekuwa na hadhi na akajifananisha na wanadamu. Na akiwa basi kama wanadamu, alijinyenyekeza hata kwa kiwango cha kufa, kifo pale msalabani. So Yesu ni kama alikuwa Mungu, lakini akafanya nini? Akajinyenyekeza, akakosa kutoshana na baba yake. Na siku ya leo in the book of 1 John, si inaongea kuhusu Utatu Mtakatifu. Inaanzanga na nani? Inaanzanga na Father, Son and the Holy Spirit. Sasa hebu ukiambiwa in that order,
Ukiambiwa sasa Holy Spirit, yani how can you explain in that order? Ati Holy Spirit ni watatu. Somebody can explain to us. Kwa nini Roho Mtakatifu anawekwa watatu, Yesu wa pili, Mungu wa kwanza? Sijui nani anaweza kueleza. Nene. Naomba naweza jaribu. Kama vile nasikianga wengine wakisema fivefold ministry wanapanga vidole nini. Anyway. But Roho Mtakatifu kuwa amewekwa watatu sio kusema ati yeye ndio mdogo sana. Unajua watu tunasema Roho Mtakatifu ndio mdogo sana. Hapana, is because he was the last to be manifested. Yeye ndiye alikuwa mwisho kudhihiri, na mpaka wa leo si tuko na Roho Mtakatifu. Yesu hayuko, Mungu yuko huko, ndio wako, lakini yule ambaye tuliachiwa si ni Roho Mtakatifu. So anafanyika watatu kwa sababu si ati amepungukiwa, hapana, ni kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa mwisho kufanya nini? Kudhihirishwa. So hapa Yesu anasema ya kwamba, ama Biblia inasema ya kwamba ingawa Yesu alikuwa kama Mungu, alijinyenyekeza. Na unajua hakuna kitu cha muhimu kama kujinyenyekeza. By the way, hata wakati Yesu alikuwa anashikwa, si alijinyenyekesha? Bible inasema alipoulizwa kama yeye ndiyo Yesu, akasema mimi ndiye Yesu. Bible inasema maaskari wakafanya nini? Wakaanguka. Hatimaye akajinyenyekesha, akafanya nini? Akashikwa, na kwa sababu ilikuwa unabii ulikuwa umetolewa juu ya maisha yake, lazima angesulubishwa na afe msalabani. Lakini kuongeza na kwamba alikuwa kama Mungu, alijinyenyekeza. Si ni vizuri Mungu kutupatia roho ya unyenyekevu? Anyway, that is not my message. But ni vizuri kupewa roho ya unyenyekevu. Bible inasema Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anapeana neema yake kwa wanyenyekevu. So Yesu alikuwa mnyenyekevu to an extent. Alishikwa pasipo kujitetea na akafa. So kuna mambo kadhaa ambaye Bible inasema Yesu alifanyika. Na jambo la kwanza, Jesus became a man. Yesu alifanyika mwanadamu. Yesu alifanyika mwanadamu. Kufanyika mwanadamu ni kusema ya kwamba ako na hisia kama vile ambavyo wewe ulivyo na nini? Na hisia. Yesu alisikia uchungu hata wakati ambao analia, anasema Eroe Eroe lama sabakithani, ewe Baba, ewe Mungu, kwa nini umeniacha? Si alikuwa na feelings? Alikuwa na feelings. So the same case applies to us. Yesu kwa nini anafanyika kuwa mwanadamu? Bible mahali pengine inasema ya kwamba ili so that he may bear and he may feel together with what? With us. Because alijaribiwa kwa maeneo yote ili awe. Yesu alisikia njaa. Si tulisema hapa Yesu alisikia njaa siku nyingine. Na ndio sababu wakati ambao alifufuka aliambia wanafunzi, muko na nini? Muko na nini? Watu wasifikiria kwamba ni zimu ama ni ghost imefanya nini, imekuja. Na hata wanamwambia wacha tukushike tuone mahali ambapo ulipigwa misumari. So Yesu alikuwa mwanadamu. Na Bible inasema katika hiyo verse 7, but he made himself of no reputation, taking the form of bond servant and becoming in the likeness of men. Yesu alikuja kama nini? Kama mwanadamu. Imagine kama ungekuwa unahubiriwa saa hizi na spirit, ungekaa hapa? Bwana asifiwe. Unahubiriwa na spirit, kiroho kiko hapa, kimutu kinaongea mkisikii. So Yesu alikuwa in that form ili aweze kujihusisha na sisi vile ambavyo tunasikiaga, na yeye afanye nini? Asikie. And that's why in the book of John chapter 1 verse 14, kuanzia verse 1 inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Alafu inaendelea verse 14 inasema ya kwamba neno likachukua nini? Likachukua mwili. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mtajiruhusu, mimi napenda naona kama ina matatizo. Tuendelee. So jambo la kwanza, si Bible inasema Yesu alijaribiwa?
Leo mtaniruhusu tuongee. Unajua saa zingine wahubiri wanaogopa kuongea mambo mengine, lakini tutaongea hapa. Maana ni kusaidiana. Yesu alijaribiwa. Yesu alijaribiwa kama vile sisi tunajaribi. Yesu alisikia njaa kama vile tunasikiaga njaa. Ama namna gani? Bwana asifiwe. Sasa kwa nini nimesema pointi ya kwanza alifanyika mwanadamu? So that wakati ambao uko na feelings, Yesu alikuwa na hizo feelings mwanzo ama alikutangulia. So unapokuwa umehuzunika, umesononeka kwa moyo wako, Yesu alihuzunika na akafanya nini? Akasononeka. Kama ni kujaribiwa, si Yesu alijaribiwa? Na Bible inasema alijaribiwa katika nini? Maeneo yote. Na mtaniruhusu, mnajua Yesu alijaribiwa pia na mwanamke. Bwana asifiwe. Na nikusema hivyo si kudumisha wamama wako hapa, si tujaribu kusaidiana. So I want to say that Yesu alikuwa na feeling kama vile ambavyo, by the way, Yesu hata kama angetaka kuoa Baba Jimmy, angeoa. Na nikwambia angeoa nani? Mahali alikuwa anatembea sana. Bwana asifiwe. Yesu kama angeoa Martha ama Bwana asifiwe. Yes, lakini akajizuia hiyo mambo yao. Haya. Wakati ambao alikuja akaoshwa miguu yake na yule mama, mtu ambaye yuko na mwili, yuko na common sense, si hiyo ni majaribio? Si tuongee bwana, hii ni Sunday service, si Bible study, ni Sunday service. Si hiyo ni majaribio? Bwana asifiwe. Sasa mnaniangalia aje? Ninasema hivyo ama tutafuta ile maandiko inasema alijaribiwa katika maeneo yote. He was tempted in all areas. So alijaribiwa ili na sisi tukijaribiwa tushinde, kwa sababu alishinda na alichukua mwili wa mwanadamu. So unaposema ya kwamba unasikia uchungu, unaposema watu wamekuumiza, Yesu anasikia pamoja na wewe, kwa sababu alipitia mambo kama hayo. So neno likachukua mwili. Tumesema point number 1, likachukua mwili. Kwa nini lilichukua mwili? Ili aweze kuvunja ile laana ya kwanza ya Adamic nature. And that's why Biblia ya Kiswahili inasema the second Adam. Adam wa kwanza alishindwa, Adam wa pili hakushindwa. Na ikiwa basi alichukua mwili na hakushindwa, na sisi hatujui kushindwa ni kama nini. Amen. Na tuliimba wimbo moja tunasema na Kikuyu, hivyo tie kohoto netaki. Ati sisi hatujui kushindwa ni kama nini. Ni hivyo, ni mzuri hivyo. Hatujui kushindwa ni kama nini. Na nasema even in this church ya Kongasisi, hatujui kushindwa ni kama nini. Maana Yesu alishinda. Na by the way, Bible inasema ya kwamba we are more than conquerors. Haisemi sisi ni washindi, inasema sisi ni zaidi ya washindi. So Yesu alichukua mwili. Jambo lingine, he became sin. Alifanyika dhambi, point number 2. Yesu alifanyika dhambi. Ukisoma katika kitabu cha, andika tu, utaenda kusoma huu Wakorintho, na tutakuwa serious hapa. Mambo ya memory verse tutakuwa serious. 2 Corinthians 5:21 inasema ya kwamba yule ambaye hakujua dhambi, Wakorintho wa pili 5:21, yule ambaye hakujua dhambi akafanyika dhambi ili sisi tuweze kufanyika nini? Wenye haki. Yesu hakuwa mwenye dhambi, lakini akafanya nini? Akafanyika mwenye dhambi ili sisi tuweze kuwa wenye haki. Na ndio sababu Bible inasema in the book of Romans 8:1 ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu tena kwake. Kwa sababu gani? Tumefanyika haki kupitia kwa yule ambaye alifanyika dhambi, akachukua dhambi zetu zote na sisi tukafanyika wenye haki. So because of Jesus Christ taking our sins, today we are accounted to be righteous because of Jesus bearing and carrying our sins on the cross. Hallelujah. Amen. Hey, Bwana asifiwe. Amen. And that's why sometimes haustahili. Niliona mhubiri mmoja amenifurahisha sana. Na ndio sababu wakati mwingine hatupaswi kuhukumu watu.
si ndio? By the way, ninasema there are 3 surprises in heaven. Unaweza hukumu mtu na umhukumu kabisa, lakini huyo mtu alienda akatubu dhambi na makosa. Wewe ukifika mbinguni unakuta hata ndiye anakukaribisha, kama kuna watu kitu kama hiyo, hata nisaidie, anakukaribisha, karibu my brother, na wewe unashikwa na butoa na mshangao kwa sababu alikutangulia na kwa mawazo yako haukufikiria huyu mtu anaweza ingia mbinguni. Nikaona mhubiri mmoja, lakini sisi hatutafanya hivyo, akaita wimbo ati aliamka akiimba wimbo watabule. Mhubiri anaamka akiimba wimbo ya kimani, anaimba wimbo watabule. Ni watabule. Ile wimbo inaimba kwa mama mbele, sijui kama unaijua, lakini unajua kwa wakati wako. Wengi wanaijua ile inaimba kwa Edi Mwana, Edi Santuli, Edi na akaimba kwa kanisa. Sasa watu wote waka pastor anaimba nini, na anasema aliamka akiimba wimbo hata kabule. Na akasema hebu niwekee, maana sikumbuki maneno vizuri, na ukumbuka wakati nilikuwa upande ule mwingine wa dunia, ikawekwa kwa kanisa, watu wakajishika hivi, wakashindwa, pastor amepagao, pastor ni nini? Pastor akasema sasa hiyo wimbo yenye tunaweka hiyo atabule, hebu sasa tuiwekewe iimbwe kitabule na iimbwe na translation. Kumbe wimbo inaimba kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunainama mbele yako, tunakuabudu, hakuna Mungu kama yeye. Kanisa watu wakaanza kuimba. Sasa nasema nini? Saa zingine unaweza kuwa wa haraka kuhukumu mtu, hata nyimbo sisemi tuimbe yenyewe, lakini unaweza kuwa wa haraka kuhukumu mtu, na Biblia inasema ya kwamba sisi tumefanyika haki kwa sababu asiyekuwa na dhambi alibeba dhambi zetu zote. Amen. Mahali ambapo tulipaswa kufa, kusulubishwa, hatukusulubishwa, kwenye niaba yetu akasulubishwa, na sisi tukafanyika wenye haki. Kwa hivyo tunaweza kuja mbele za Bwana kwa ujasiri wote, kwa sababu Yesu amefanyika dhambi. Amen. Na amefanyika sadaka tosha. Amen. By the way, wakati mtu anatoa sacrifice kama ni mbuzi, si unaenda unatafuta ile mbuzi nzuri? Unatafuta yenye imenona, unaweza kuwa mbili. Moja imenona, iko na chongo, ingine imevunjika. So unaangalia kabisa ni gani yenye unaweza tolea Mungu. Unaangalia yenye haina mawa sana, unatoa. Lakini wacha nikwambie, the highest sacrifice a person can give, ile sadaka kuu na ya hali ya juu ambayo mwanadamu anaweza toa ni mwanadamu. Si hata kwa masoni kwa naambia utoe mtu yenu. So Yesu alitolewa kama sacrifice ya juu sana, ili dhabihu zetu tunapokuja mbele zake zinakuwa za kukubalika. So my point is, Yesu alifanyika dhambi ili tufanyike wenye haki. Na sina makosa. Sasa hizi kwa mfano mtu akuite vile watu wakawa na itanaga mtakatifu, ni makosa? Saint Ezekiel. Saint Ezekiel. Hata hapa inatuandikia. Tuliyo Saint Brethren. Inasema brethren watakatifu. So you are a saint. Ndio akishaokoka si Bwana asifiwe. Unakuwa saint. Ile haki ya Yesu yani inakuvitimisha kuitwa mtakatifu. Maana yeye asiyekuwa na dhambi alifanyika kuwa mwenye dhambi ili sisi tufanyike wenye haki. Bwana asifiwe. Thank you, Jesus. The other thing, he tested death for all of us. Alionja mauti kwa sababu ya kila mmoja wetu. Alionja mauti kwa sababu ya kila mmoja wetu. He tested death. Hallelujah. Yesu akafa. Na kama vile ilivyokuwa imetabiriwa, siku ya tatu alikuwa anafanya nini? Afufuke. Na siku moja tukaongea hapa tukasema, kuna wengi walikufa na mpaka wa leo hawajai kufufuka. Lakini kuna mmoja jina lake ni Yesu. Alikufa na siku ya tatu akafufuka. Na siku ya leo amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombi na maombezi. Na kwa sababu ya kufa kwake tuko na tumaini ya kwamba tukilala tukiwa ndani yake siku moja tutafufuka. Kwa sababu gani? Yule ambaye tunamwamini alifufuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So he tested death. Alionja mauti si kwa sababu yake yeye mwenyewe, alionja mauti kwa sababu ya sisi zote.
Nikasema siku nyingine hapa, siku na ule mzee alikuwa anaitwa Jehova Wanyonyi, na mtu mmoja akanifurahisha. Alikuwa anaongea kuhusu, walikuwa anaongea tu mahali mpaka nikacheka, nilikuwa kwa kinyozi. Akaanza kusema, unajua mambo ya kuambiwa ati mtu ameombewa akafufuka hiyo. Yaani wakawa wanaongea tu. Wazee wanaongea hii mambo ya ati mtu aliombewa akafufuka. Wakaongea mambo ya prophet fulani. Wakaongea. Mmoja akasema, mimi hata mshinde mkiongea kuhusu watu walifufuka, mimi najua tu mtu mmoja, Yesu. Huyo ndiye alikufa na akafufuka. Hao wengine mnanipa hizo ni hadithi. Ni hadithi. Na ni kweli kabisa. Sasa ukiambia mambo ya Jehova Wanyonyi, si Wanyonyi kama mnajua, Wanyonyi nasikianga aliziko usiku. Lakini ukweli wa mambo si alikufa. Wanyonyi alikufa na akazikwa. By the way, hata nilikuwa nafikiria watu wataanza kuingilia. Niliona ule mzee alikufa juzi, Joshua. Joshua. Nilikuwa nafikiria watu tena wataenda kufanya nini? Kujaribu kumuombea afufuke. Sio vibaya, ni vizuri. But sasa Bible inasema ya kwamba Jesus tasted death for all. So there is hope. Hata wakati ambao tutalala, siku moja tutafufuka. Kwa sababu Yesu alionja mauti kwa sababu ya sisi zote. Na Biblia inasema aje? Wakati tunapobatiza mtu, tumekufa, tumezikwa pamoja naye na tumefufuka pamoja na yeye. Huyo ambaye aliyefufuka, hata sisi tuko na matumaini, siku moja tutakapolala tutafufuka. Bwana asifiwe. Amen. Thank you Jesus. Now, Yesu alifanyika maskini ili tuweze kuwa matajiri. Hiyo pointi nyingine. Yesu alifanyika maskini ili tuweze kuwa matajiri. Yesu alifanyika maskini ili tuweze kuwa matajiri. Jesus became poor that we may be rich. Jesus became poor that we may be rich. Bwana asifiwe. Amen. Thank you Jesus. Huyu Yesu tu ni mwema. Situmwishie Yesu. Situmpende Yesu. Akajitolea tu haya mambo yote, akafanyiwa haya mambo yote kwa sababu yetu. Father, we thank you that you are made poor so that Jehovah God we may be rich. Bwana asifiwe. Yesu akakosa raha zote ili sisi wenyewe tuweze kufurahia hizo raha. By the way, Bible inasema ya kwamba he who has Christ has life. Ikiwa kuna watu ambao they are supposed to be righteous, ni watu ambao wameokoka. Yesu akafanyika, akakosa yote, ingawa yalikuwa kwenye uwezo wake, akayakosa yote, akafanyika maskini ili tuweze kuwa matajiri. Naamini ya kwamba kazi ya msalaba ambayo Yesu alifanya haitakuwa ya bure, itakuwa ya manufaa, itakuwa ya faida kwetu kwa jina la Yesu Kristo. Jambo lingine, Jesus took our sickness. Isaiah 53 verse 5. Yesu akachukua magonjwa yetu. 53 verse 5. Yesu akachukua magonjwa yetu yote ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuwa wazima, ama tuweze kuwa watu ambao wameponywa. Na nikawa ninaangalia vitu zingine. Nikawa naangalia kitu inaitwa, nitauliza. Kwa mfano usikie drug addict. So drug addict ukiambiwa elezea ni mtu aina gani ni mbaya? Drug addict. Mtu ambaye amekora kwa jambo fulani. Okay. Madawa za kulevya. Okay. Mtu ambaye unajua when we say of drug addict, si tunafikiriana ni watu ambao tu ni dawa ya kulevya. Unajua unaweza kuwa kanisani but you are a drug addict. You are surviving on drugs. Ama namna gani? So you are a Christian, uko kwa kanisa but you are a drug addict. Na nilipokuwa nikifikiria hivyo, nikaona neno lingine. Na mtaniuliza tu niwaambie hivyo. In the book of
Mwandike, mtaenda kusoma Matthew chapter 8 verse 17. Matthew 8:17 inasema ya kwamba he took our infirmities. Yesu alichukua magonjwa yetu yote. Alichukua magonjwa yetu yote. Alichukua. Na mimi nikaanza kuona kama mtu astahili kuwa mgonjwa. Ikiwa basi alichukua na wewe ni mgonjwa, lakini wewe ni mgonjwa lakini hauko hapa, basi wewe unaweza kuwa mwizi. Kwa nini unachukua kitu yenye si yako? Bwana asifiwe. Umeelewa vile nimesema? Kwa nini unachukua kitu yenye ilichukuliwa? Na hiyo Biblia imesema vizuri, Mathayo 8 mstari wa 17, alichukua magonjwa yetu yote. Halafu wewe umechukua kitu yenye sasa si yako. Bwana asifiwe. Na ninaposema hivyo, if we have anybody in our midst ambaye ni mgonjwa, tunatangaza Yesu alibeba magonjwa yetu yote. Yesu alibeba. Si alituma malaika achukue, Yesu alibeba. Ikiwa ni high blood pressure, Yesu alibeba. Ikiwa ni diabetes, Yesu alibeba. Na tunasema hata ile magonjwa inashikanga watu wanapozeeka, sisi haitatushika kwa jina la Yesu. Yesu alibeba magonjwa yetu yote. Na wanasemanga Yesu alipigwa kijeledi ngapi? 39. Ni 39 minus 1. 40 minus 1 ya 4. So wanasemanga ya kwamba kuna magonjwa 39. So kila ugonjwa uko na mjeledi wake. Ikiwa ni diabetes iko moja yake. Ikiwa ni nini iko yake. Hata hii yenye imekuja yenye hatujui corona. By the way, nilisikia sana kuona ati repros iko. I didn't know. Niliona iko Western. Niliona watu wa Western huko kwa news ati ni Busia. Ati mimi nafikiri ilisha. But all the same, hata hii yenye imekuja inaitwa corona. Kuna kiboko yake. So Yesu alibeba magonjwa yetu yote. Bwana asifiwe. Na ikiwa basi alibeba, even when you feel like you are sick, unatangazia huu ugonjwa. Unasema hivi, Yesu alibeba magonjwa yetu yote. Hata hii ambayo inanisumbua, Yesu alibeba kwa jina la Yesu Kristo. Na kile ambacho Yesu amebeba, wewe usiruhusu kubeba. Bwana asifiwe. Kile ambacho Yesu amebeba na amechukua, wewe usiruhusu kufanya nini? Kukichukua. Jesus carried away all our sickness. And from this altar, we are declaring today, anybody sick in our midst, whatever disease, we are declaring healing in the name of Jesus. Tunatangaza uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uponyaji kwa huo mwili, tunatangaza uponyaji kwa hiyo roho, kwa mawazo, kwa akili, kwa kila kiungo, kwa jina la Yesu Kristo. And we shall live to the fullness. Bwana asifiwe. Ndio tunaongea mambo ya death. Na hivyo huyo mzee Joshua inasemekana alipumzika. I think that's the simple way to go. Anatoka mnamngojea kwa ibada, kumbe mzee amepumzika. Amepumzika, amemaliza kazi yake. Bwana asifiwe. Amen. Mzee Mama Judy, nilimisi kama ungekuwa hapa kwa maombi. Mzee anamwaga machozi akikumbuka kwenye Mungu alimtoa. Na hiyo example ametupatia ya huyo mtu ametuambia alikufa hapa. Anaona si mimi, Mungu ameniokoa. Ninatangaza hivi, wewe hautakufa ovyo ovyo. Unaona hata hii tunakufa, unatafuta haujulikani uko wapi, mpaka unaweka kwa TV. Hiyo hapana. Amen. Because kifo cha Mungu anadhamini kifo cha mwenye haki. Na anasema damu ya mtu mwenye haki haitarambwa na umbwa. Bwana asifiwe. So diseases will not kill us and we shall die peacefully. Na tunaomba hivi, mimi wanajiombea even in our old age tutakuwa old gracefully. Unaona ile kukua mzee na neema. Unaweza unatembea tu, yeye hana stress, ni gazeti na nini wote na kamkwacho. Yaani unaona mzee amekuwa old gracefully. Unamkutana kama ni hizi buchari za hapa Konga, yeye tu ni chemusha na supu. Yaani gracefully, hana stress free.
Hapo mkutanani na wazee kama wamejaa hao. Yeye tu ni kagazeti mpaka kama mmoja alikuwa anajiuliza kwani mtu anafanya kazi gani mkutano? Maana ni kung'ara, hapo na mkamkwajo na maji na gazeti ya Taifa. Ukiingia na hapo kucha unamkuta choma yangu iko tayari na supu. Yaani gracefully. Naomba Mungu atusaidie tukue all the gracefully kwa jina la Yesu Kristo. And he may deliver us from every sickness in Jesus name. Amen. The other one. Jesus was rejected. Yesu alikataliwa. Andika kitabu cha Luka 9. Andika Luka 9:22 na uandike pia Waibrania 12:17. Andika Luka 9:22 na uandike Waibrania 12:17. Thank you Jesus. Thank you Lord. We bless you. Inasema the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Ati mwana wa Adamu lazima ateseke na apitie mambo mengi. Kati ya hayo ni kukataliwa na wazee, kukataliwa na makuhani, kukataliwa na waandishi na hatimaye wamuue na siku ya tatu afufuke. So Yesu alikataliwa ili tuweze kufanya nini? Kukubaliwa. Na mimi kuna kitu moja nasemanga, mimi huwezi nikataa. Amen. Mimi huwezi nikataa. Na nikiona kama unanikataa, you anoint your face with the glory. Unajua kuna watu wanaweza kukutukia sura. You anoint yourself with what? Glory. Unakuta mtu anasema, "Ninasikia tu nimekupenda bure bure." Kama kuna Kiswahili kama hiyo. "Nasikia tu nimekupenda bure tu." Yaani sijui kwa nini nakupendaga na hakuna kitu ya maana mtu amekufanyia, lakini anakupenda. Every person suffering rejection here. We are declaring Yesu alikataliwa ili tuweze kupokelewa. Na ikiwa kuna mahali ulienda ukakataliwa, siku ya leo nakutangazia urudi tena. Na ninakutangazia uende na kibali cha Yesu. Amen. Uende na kukubalika kwa Yesu. Amen. Uende na utukufu wa Yesu ukiwa juu yako. Amen. Hata Elijah aliambia yule mtumishi, rudi tena. Na mimi nakwambia urudi tena. Rudi tena. Kama ulikataliwa, rudi tena. Mungu atakuwa amewashughulikia waliokukataa. So, huyu alikataliwa ili tuweze kukubalika. Na achilia roho wa kukubalika kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Every spirit of rejection, kuchukiwa na watu wa jamii zenyu kama Yusufu. Yusufu alichukiwa na watu wa nini? Wa jamii. Na by the way, usichukie mtu maana haujui destiny yake. Nataka kusema destiny ya kila mtu iko mikononi mwa Bwana. So Yusufu akachukiwa, ili hali kumbe Mungu alikuwa anampangia atakuja kuwa msaada. Kwa nini? Kwa jamii zao. Hebu niambie, hata huyu mke wa Potifa ambaye alikuwa amemsingizia, alikuwa anamuonaga nasikia namna gani? Kwa nasikia. Yaani anaona huyu mtu wako Ikulu. Anasema hii mambo namna gani? Sio mtu nilimpangia mambo mabaya. Na wewe hata watu wakukatae, usipate maovu kwa maovu. Yesu alikataliwa. Yes. Ili uweze kupokelewa. Bwana asifiwe. Amen. Na hao wenye walikukataa, wengine Mungu atalazimisha wakuje mahali ambapo uko, so that they can be ashamed and see what God can do. Bwana asifiwe. Amen. Na it is good to be kind to people. It is good. Hata wakati Mungu amefanyia mambo, it is good to be kind to people. Esther, jana nilikuwa naangalia mambo ya Esther. Nikaona Esther, si alijua Haman amesema watu wauliwe, Wayahudi wauliwe. Lakini Bible inasema overcome evil by doing good. Akatengeneza banquet. Anajua vizuri huyu mtu amepanga Wayahudi wauwa, lakini kwa kindness yake inaitwa nini? Kind. Ukarimu. Kwa ukarimu wake akaalika adui. Kwa nini? Kwa hiyo karamu. Bwana asifiwe. Akamwalika kwa hiyo karamu. The same case applies wakati Daudi alienda akapata watu wameuawa. Bible inasema wakapata mtu mmoja ambaye alikuwa ni amelemewa. Inasemekana ya kwamba wakampatia maji, wakampatia mkate, akaanza kuongea akasema nimekaa hapa siku 3, tuliokuwa nao waliona kama nitakufa, siani nimeishiwa na nguvu na wakaniacha. So alipopewa chakula ndiye alifunguka. Na kile ambacho Daudi alikuwa anatafuta
kwa sababu ya ukarimu wake, huyu akafungua na akatoboa siri na akasema tunaweza waonyesha mahali hawa watu wameenda. So even when you are rejected, wakati ambao umekataliwa, hao ambao by the way, si hata baada ya kukataa Yesu, walipoona ametundikwa pale, Biblia inasema vizuri sana, walipoona kile ambacho kimetendeka, mpaka wale ambao walimkataa, si walisema haya, hakika huyo alikuwa mwana wa Mungu? Haya, huyo alikuwa mwana wa Mungu. Na by the way, walikuwa wanamuua kwa sababu ya kusema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Na unajua, sijui inakuwa namna gani. Wewe usipishane na watu. Si walikuwa wanamuua kwa sababu ati anasema yeye ni mfalme wa Wayahudi. The same people when walimuua, waliweka kibao pale wakasema mfalme wa Wayahudi. Kwa hivyo wanatambua yeye ni mfalme wa Wayahudi. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu hakutishwa. Unajua Yesu anajua kuandaa watu. Yesu hakutishwa na msalaba because kazi yake nyingi si ilikuwa kwa mbao. Bwana asifiwe. Amen. Hakuwa anatishwa. Mungu anajua kuprepare watu. Alikuwa yani haikumtisha. So what I want to say is mahali Yesu alikataliwa, sisi tutakubalika. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na hata kama watu wamekukataa kwa jamii yenu, be kind. Kuwa tu mwema. Overcome evil by doing good. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Thank you Jesus. Finally, He has redeemed us from the curse of law. Ametukomboa kutokana na sheria na laana ya sheria. Wagalatia 3:13. Galatians 3:13. Galatians 3:13. Kuna mwenye amepata? Tunaweza tusomea. Galatians inasema ya kwamba Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Yesu ametukomboa kutokana na nini? Na laana. Ametukomboa kutokana na laana ya sheria. Sheria ilikuwa inasemaje? Sheria ilikuwa inasema hivi: mtu akishikwa akizinzi ama akizini apigwe mawe. Na jana nikawa nikiangalia kuhusu yule mama mwenye alishikwa. Unajua huyo mama mwenye alishikwa Yesu alimtetea kwa nini? Jambo la kwanza, kulingana na vile mimi nimechunguza, it was a setup. It was a setup. Kwa sababu hawa watu walijua siku na wakajua saa, wakaleta the actress na watu lete actor. So it was a setup. So Yesu akasema ikiwa basi hakuna mwenye amewahi tenda. Sasa sheria ya Musa inasema mtu kama huyo anastahili afanye nini? Apigwe mawe. So sisi tumekombolewa kutokana na sheria, laana ya sheria hiyo ya kupiga watu na mawe. Sisi tumekombolewa kutokana na hiyo, na Bible inasema ya kwamba tunaishi wakati wa nini? Wa neema. But neema, the grace should not be a license to sin. So Christ has redeemed us from the curse of what? The curse of law. Sheria zile ambazo zilikuweko wakati ule wa kitambo, Bwana ametukomboa na hizo sheria zote, kwa sababu kulaaniwa ni yule mtu ambaye ametundikwa msalabani. And that's why watu wanataka kuleta sheria roho. Sheria roho ni kama hizo sheria za watu kupigwa mawe. Mtu anapigwa mawe, watu wanapigwa mawe. Mwenye anapigana mawe hata yeye ni victim. Ni vile tu hajashikwa, anapigana mawe, anasema tumuue. By the way, nasikianga hata unatimizi akishikwa, mwizi mwenzake ndio anampiga sana. Mwizi mwenzake ndio anampiga sana. Wana tuokoe. So Bible inasema ya kwamba He has redeemed us from the curse of law. Now, so it is us now to enforce ile kazi ambayo Bwana amefanya msalaba. Ingawa ametukomboa na laana ya sheria, ni sisi basi kutilia mkazo, kuweka nguvu ile kazi ambayo Yesu amefanya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na
ninafurahi kwa sababu ya kazi ya msalaba. Amen. Kazi ya msalaba. We thank God because of the work of the cross. Na pale msalabani mtu mmoja akafanya nini? Akaokoka. Kazi ya msalaba. Na natamani hivi, as much as injili zimekuja, injili za aina mingi, natamani kuhubiri the message of the cross, ambayo Biblia inasema ya kwamba is foolishness to those who are perishing, but to us is the power of God unto salvation. Ukijua ile kazi ambayo Yesu alifanya, unatembea ukiwa na ujasiri, maana unajua ya kwamba maisha ambayo unayaishi kwa sababu umefanyika haki. Yesu alifanyika mwenye dhambi ili ufanyike mwenye haki, na unakuja mbele zake. Biblia inasema ya kwamba kitambaa cha hekalu kikapafanya nini? Kikapasuka. Inasema therefore come before his throne in boldness. Unakuja mbele zake, haupitii kwa mtu. By the way, na naomba Mungu anisaidie that when you go to Jesus Christ, you don't pass through a permanent secretary. You don't. You don't. Unaenda kwake wapi? Direct. Hakuna watu ambao wanakuzuia. Kwa sababu gani? Umefanyika mwenye haki. Na kwa sababu umefanyika mwenye haki, unaweza enda mbele za baba yako. Bwana asifiwe. Siku moja nikasikia mtu mmoja akisema kwamba wakati ambao uko na shida, he is your father. Vile ambavyo unaweza keti hapa chini, uongee na baba yako wa kiasili, muongeleshe baba yako. Mwambie baba, hapa niko na shida, niko na matatizo. And God, because he is our father, he will sort it out. Bwana asifiwe. Akabeba magonjwa yetu yote. And we thank God today that Jesus Christ is seated on the right hand of the Father, interceding for us. Haijalishi mambo iko namna gani, but kuna mtu ambaye anakuombea. Pastor anaweza kuwa labda hakuombei, lakini Yesu anafanya nini? Anakuombea. Na by the way, si unasikia watu wakisema ati tunakuombea. Mnasikia watu wakisema tunakuombea. How sure are you wanakuombea? You are not sure, si ndio? But Yesu anafanya intercession kwa sababu anajua maisha ni magumu, alipitia hayo mambo yote, na anakufanyia intercession ili mahali alipo. Sasa anasema mahali alipo, hapo ndipo tutakapokuwa. Bwana asifiwe. Amen. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Amen. Na vile ambavyo Stefano alishinda, na sisi tutashinda. Amen. Ikiwa kuna mtu ambaye Yesu alisimamia, inasemekanaga amekaa, lakini ikiwa kuna mtu ambaye alisimamia ni Stefano. Kwa sababu gani? Alishinda maovu kwa mazuri. Akasema Baba wasamehe. Nataka kuniambia hawako wakijua vile walikuwa wanafanya? Si walikuwa wanajua, lakini akasema Baba wasamehe. Kazi ya msalaba inatufundisha mpaka kusameheana mmoja kwa mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Tutaomba tusimame. Sina mambo mengi ya kusema kuongezea hapo, lakini nataka umwambie Bwana, umwambie tu Bwana asante kwa sababu ya kazi ya msalaba. Mwambie tu asante kwa sababu ya kazi ya msalaba. Mwambie tu asante kwa sababu ya haya mambo tumeyataja, mambo ya msamaha wa dhambi, mambo ya uponyaji, mambo ya Yesu kuchukua dhambi na magonjwa yetu kukataliwa. Mwambie tu asante kwa sababu ya kazi ya msalaba. Father, we thank you. We bless you, Lord. We give you the praises, Lord. Thank you because of the work of the cross. That Jehovah God, you took all our sins. You took our sins, oh God. You forgave us all our sins, my Father. You healed us all our diseases in the name of Jesus. Father, we bless you because of the work of the cross. That Lord, you are interceding for us. You became like a man. You took the nature of a man so that, Lord, you may identify with our suffering, Jehovah God. Oh God, we thank you because of the work of the cross. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Amini, amini nakwambia, amini, amini ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Yesu ana uzima. Amini, amini
ninakwambia, amini, amini, ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Mwana anao uzima. Amini, amini, nakwambia, amini, amini, ujumbe mpya, yeye aliyemwamini Bwana anao uzima. Wakati tunakumbuka kazi ya msalaba inatusaidia. Mwaisikia nikisema ya kwamba kama tungekuwa tunaishi kwa sababu ya Mungu hatungekuwa. Kama tungekuwa tunaishi iwe ni wakati ambao Mungu alikuwa anatawalaga na Roho anakuja kwa kipindi fulani, hakuna mtu ambaye angesurvive siku ya leo. Lakini kwa sababu ya kazi ya msalaba ambayo ilifanyika msalabani, that is why we are existing today. Na tunajua vizuri sana wakati wa kitambo Mungu alikuwa anafungua dunia, watu wanamezwa na inakuwa ni hivyo, na hiyo mambo inaisha hivyo, kama ni sentence inawekwa full stop na hakuna mtu wa kuongea. Huyo Mungu alikuwa anaombwa nyama, anakasirika, anapeana nyama, watu wanakula, zinatokea kwa mapua kwa sababu amekasirika. Huyo Mungu alikasirika mpaka siku moja Biblia inasema akajuta ni kwa nini alimuumba mwanadamu. Akamaliza Sodoma na Gomora, akamaliza watu na maji. Lakini sasa wakati tunapokumbuka kazi ya msalaba, tuna sababu ya kumshukuru Yesu. Amen. Tuna sababu ya kumshukuru Yesu. And that's why Bible inasema ya kwamba tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya na ukweli wa Mungu hauko ndani yetu. Dhambi zinaweza kuwa dhambi za kila aina. Na nikasema siku moja ya kwamba sisi ambao tumeokoka tunaweza kosa kufanya dhambi ambayo inaonekana ni dhambi kubwa sana. Lakini hata mimi kama mchungaji nikija naweza kasirika. Yes, naweza kasirika. Labda mtu amenipita, amenipulizia vumbi, ukute nimefanya nini? Nimekasirika. So Yesu ndiye anatusaidia na tunashukuru kwa sababu ya kazi ya msalaba. Hebu mwambie Yesu mara tena, unashukuru kwa sababu ya kazi ya msalaba. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we give you the praises. We give you the glory. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for the work of the cross. We thank you, Lord, for the good work you did on the cross. Thank you for the intercession you are doing for us. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for the work that you have done for us, my God. Asante kwa sababu ya maombi unayotuombea pale mbinguni. Oh God, we thank you as a church. We thank you for the work of the cross. We thank you for the Lord of Jesus Christ in our lives, oh Jehovah God. We thank you because of the forgiveness of sin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ni neema ya mkombozi, ni neema sikustahili, ni neema ya mkombozi, imefanyika sikustahili, imefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Bwana confirm hii message. Mmoja akapigia Mama Innocent and is like alikuwa anasema huyo mtu ameharibika, yani ameharibika kwa mji wetu. Hata watu wanasema vile anasema ameokoka nini, yani akajaribu kuchafua Mama Innocent. So Mama Innocent aliponiambia, nikamwambia hata kama ni wewe wangesema tu hivyo vile unajifanya umeokoka, ama si hivyo. Hata mimi watu wanaweza vile pasta anajifanya ameokoka. So nikamwambia si kitu mgeni, hivyo wanasema huyu anaambiwa, hata yeye anaweza ambiwa hivi. So ni neema, ni neema mkombozi, ni neema siku
sikustahili, ni neema ya mkombozi, ni neema, sikustahili, nimefanyika kuwa mwana. Nimefanyika kuwa mwana, ni neema ya mkombozi, ni neema ya mkombozi, ni neema, sikustahili, nimefanyika kuwa mwana. Unajua mimi tukiimba hivyo, yani nina miss kuwa na nini? Nina miss tu kwenda na hii church ya Konga pale Town Hall. Town Hall. Tufanye revival meeting hapo. Yani I miss that. Hiyo ndio kitu imekuwa kilizungua kwa mawazo in the course of the week. Yani vile tunaweza enda na watu, halafu tukaona basi fulani na variant. Akasema na hii kiandiko Konga. Nikamwambia that time is coming. Watu wa Konga wajipige hivi. Yes. Alafu sio ngumu, tupike pilau. Waende wakikuraga. Waende wakikuraga. Tukifika sasa mnasema si muombe tu pastor wenu. Bwana asifiwe. Na si kuwachochea mimi na wachocheaga. Naomba tu mimi. Kwani hata sisi tukihubiri town ni nini? Alafu narudi mashamba. Si ni vizuri? Na tuwanasikia hawa watu wametoka wapi? Konga. Alafu wanaulizana, can anything good come out of Nazareth? Na sisi tunasema ndio. Sisi tumetoka Konga. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So si muniombee tu. Si muniombee tu. Vile unaombaga tu kitaja hiyo kitu yenye uwezi, yani unahitajaga sana. Si useme tu Mungu kumbuka pastor. Hata usimwombee mambo mingi, Mungu tu kumbuka huyu pastor wetu. Bwana asifiwe. Amen. So natangazia mmebarikiwa. Kazi ya msalaba iwatetee wiki hii. Kazi ya msalaba iwatetee. Ikiwa kuna mtu miongoni mwetu, mimi naomba yule ambaye ni mgonjwa ama shida yoyote, kazi ya msalaba imtetee kwa jina la Yesu. This week ni wiki ya kutetewa na kazi ya msalaba. Nasema mmebarikiwa. In Jesus name.